Kuna kitu ambacho ninapenda nishiriki pamoja nanyi ambacho kina umuhimu sana katika maisha yangu. Unajua, neno la Mungu kama nilivyokuwa nasoma mapema ni uzima, na Yesu aliweza kutufundisha kwamba tukiyachunguza maandiko matakatifu tutaweza kupata uzima wa milele. Tutaweza kufahamu uzima wa milele ni nini, na tena tutaweza kuupata. Pia anatufundisha kwamba maandiko matakatifu yanamshuhudia yeye. Sasa kuna kitu ambacho kina umuhimu sana katika siku yetu. Mimi ni muamini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na kama muamini wa kanisa hilo, kama jina linavyosema, ninaamini kwamba hizi ni siku za mwisho na tunajiandaa kwa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Na kwa sababu ya hiyo, Mungu hajatuacha peke yetu, anaendelea kutufunulia na anaendelea kutusaidia kuelewa neno lake. Tena ameweza kutupa maneno ya kutuongoza kwa siku hii. Sawa. Kwa hiyo sasa ninavyoongelea ni hiki, ni kwamba ngoja niulize swali kwanza. Umewahi kujiuliza kama kuna watu nje ya Biblia au kama kuna manabii nje ya Biblia ambao wao pia waliweza kumshuhudia Yesu Kristo, waliweza kumwona, waliweza kugusa alama za misumari mikononi mwake, kama kuna watu wengine ambao wao pia waliweza kushuhudia kwamba Yesu ndiye Kristo? Unajua, maana ya Biblia ni maktaba. Kwa Kiingereza ukichukua neno Biblia, yani Bible, manake ni library. Yani ni vitabu vingi ambavyo vimeandikwa kwa ajili ya kutusaidia kufahamu Mungu. Sasa kama miaka 200 baada ya kufa kwa Yesu Kristo, vitabu hivyo vyote vilikusanyika, au yani kuna watu ambao walivikusanyisha kuwa kitabu kimoja. Sawa? Kwa hiyo ndio Biblia tulionayo. Tunaamini, tunaikubali kama neno la Mwenyezi Mungu. Tunaamini imeongozwa, maneno ya Biblia yameongozwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna kitu cha ajabu sana ambacho kiliweza kutokea. Unaona, wakati Yesu alipokuwa duniani alianzisha kanisa lake, na alipoanzisha kanisa lake hilo aliwaita mitume 12 kuendesha kanisa na kuwa watu wenye kutufunulia na kutusaidia kuelewa maandiko matakatifu, yani kututafsiria. Kwa sababu unajua, mtu mmoja anaweza kusoma Biblia anapata kitu kimoja, mtu mwingine anakisoma anapata kitu kingine tofauti kabisa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tunahitaji wale wenye mamlaka, wenye mwongozo kuweza kutuongoza, kusaidia Biblia inatufundisha nini hasa. Na kwa hiyo ndio maana kulikuwa na ndio maana tulikuwa na wale mitume. Unajua, kwa mfano Paulo yeye mwenyewe aliweza kumwona Yesu, aliweza kumshuhudia, na aliweza kuwaandikia makanisa mengine barua za kuwasahihisha wakati walipokuwa wakitoka kwenye maandiko sahihi. Walikuwa wanatoka mafundisho sahihi, walikuwa wanaenda kwa njia zao, lakini Paulo, Petro, wengine waliweza kuwasahihisha na kuwaonyesha ni hivi. Kwa mfano kuna Yakobo mwenyewe aliweza kuwafundisha watu imani bila matendo imekufa ndani yake. Yani usipokuwa unatenda kulingana na Injili ya Yesu Kristo, imani yako imekufa. Unahitaji imani ambayo itakuwezesha kufuata mafundisho ya Yesu Kristo, kuwa mpatanishi,
kuwa mwenye rehema, kuwa mwenye kusamehe watu wengine, na kuwa mwenye mwaminifu, kuwa mtu mkweli. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa ni nini kilitokea kwa kanisa baada ya wale mitume 12 kufa? Unajua wengi wao wakauawa kabisa. Yaani watu waliwakataa. Ijapokuwa hiyo ilitokea, kanisa likaendelea kusambaa na watu walijumuika katika mwili wa Kristo. Walianza kumwabudu na kumwamini Yesu Kristo kama Mwokozi wao. Lakini tunajua kwamba baada ya hapo makanisa mengi sana yalianza kutokea. Na mafundisho yalikuwa mengi, watu walikuwa wanajaribu kutafsiri maandiko kwa akili zao. Sawa? Na ndio ilikuwa inatokea. Watu walikuwa wanajaribu kuamua hili neno lina maana gani na nini. Kwa hiyo kulikuwa na mabaraza yaliyotokea yenye kuamua, mabaraza hayo yenye kuamua kama neno la Mungu linamaanisha nini. Lakini je, mabaraza hayo yalikuwa na manabii na mitume walioitwa na Mungu kuendesha vitu hivyo? Ndio ni swali muhimu sana. Sawa, kwa hiyo muda uliendelea, vitu vilianza kutokea, na hata katika makanisa yaliyokuwepo kuna mabadiliko ya mafundisho yaliyotokea. Na kuna tusemeje? Kuna vitu mbalimbali ambavyo watu walivibadili. Yaani na tena kuna makanisa mengi tofauti ambayo wanafanya ubatizo kwa njia tofauti. Kuna yale makanisa ambayo yanafanya ubatizo kwa ajili kwa maji madogo tu, maji machache, na tena kuna makanisa ambayo yanafanya kwa maji mengi. Kuna makanisa ambayo yana waongozi, kuna makanisa ambayo wachungaji tu kwa eneo hilo, na kuna vitu vingi tofauti katika Ukristo. Lakini haikutakiwa kuwa hivyo. Ukisoma Waefeso sura ya kwanza, sura ya pili, na kuanzia mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Hapa Paulo anawaandikia Waefeso. Anasema hivi: basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji, bali nyinyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo tunajua kwamba kuna mitume na manabii ambao ni msingi wa kanisa la Yesu Kristo. Kwa hiyo tumejengwa juu ya msingi huo. Kwa hiyo baada ya mitume na manabii kutokuwa tena, baada ya kuuawa au kufa, ni nini ilitokea kwa kanisa la Yesu Kristo? Yaani kwa mfumo wake, kwa mamlaka yake, ni nini kilichotokea? Tena tukisoma Waefeso sura ya 4, tunasoma hapa kuanzia mstari wa 5: Bwana moja, imani moja, ubatizo moja, Mungu moja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Sawa? Na tukishuka kidogo kwa mstari wa 11: naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu,
hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Sawa, kwa hiyo hapo mimi ninavyoelewa ni hivi kwamba Mungu aliweza kutupa manabii, mitume wote kwa ajili ya kutusaidia kuwa na umoja na kutopwa huku na huku kwa kila neno, kwa kila fundisho. Kwa hiyo tunahitaji msingi imara. Tunahitaji msingi imara kabisa ambayo Mungu mwenyewe ameweza kutupatia ili kutuongoza. Sawa. Sasa ngoja ni kusimulie hadithi kidogo. Sawa? Kuna utupe namba ya sadaka. Amna. Mimi nahubiri neno kwa muda wangu wa ziada tu. Unajua Biblia inatufundisha tusihubiri neno kwa ajili ya kipato, yani kwa ajili ya sijui kuelezaje hapo, lakini mimi naamini neno la Mungu ni bure kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa kwanza ngoja ni kusimulie hadithi kidogo kuhusu mtu mmoja aliyeitwa Joseph Smith. Kuna nabii aliyeitwa Joseph Smith ambaye aliishi karibia miaka 200 iliyopita. Na wakati alipokuwa mtoto, alitaka kujua kanisa gani ni la kanisa la kweli. Kwa sababu yeye aliona vitu hivi ambavyo nimekuwa nikiviongelea. Aliona mbona mafundisho haya ya makanisa haya hayaendani? Ni kanisa gani nitaliingia ili nipate wokovu? Kanisa gani ni la kweli? Kwa sababu tunavyosoma hapa tunahitaji kuwa na imani moja, ubatizo moja. Kanisa gani lina ukweli ninaohitaji? Sawa? Kwa hiyo Joseph alikuwa anajiuliza hiyo sana. Hata mama yake kuna kanisa ambayo yeye aliweza kuhudhuria na baba yake alienda kwa kanisa lingine, na Joseph hakujua kanisa gani lilikuwa kanisa la kweli. Sasa Joseph alipokuwa na miaka 14 tu, ukumbuke kuna manabii ambao wanaitwa wakiwa na umri mdogo sana, kama yule nafikiri Samueli. Ndio alikuwa na miaka si mingi wakati alipoanza kupata maono na alianza kuwa nabii. Sawa? Kwa hiyo Joseph alikuwa anasoma katika Biblia kutafuta ukweli. Kama nilivyosema na nitasema mara ya 3, Yesu ametufundisha kwamba Biblia, yani maandiko, tukichunguza maandiko tutaweza kupata uzima wa milele na yanamshuhudia Yesu Kristo. Kwa hiyo Joseph alienda kwa Biblia akasoma, alikuwa akijaribu kuelewa ukweli. Sasa alivyokuwa akisoma, alisoma katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 5. Na aliposoma andiko hili alisema kwamba ilimgusa kwa nguvu kubwa sana, yani alijua ilikuwa andiko la kweli ambalo yeye alitakiwa kulifuata na kulitendea kazi. Kwa hiyo hapa anasema, Yakobo anaandika, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa hiyo hapa Joseph aliona kabisa kwamba yeye alipungukiwa na hekima. Alitaka kujua ukweli, alipungukiwa na hekima. Kwa hiyo alifuata maelekezo ya andiko hili na akaenda kuomba. Alienda msituni ili angeweza kutafuta sehemu kimya ambapo angeweza kuomba. Kwa hiyo ngoja nipate maneno yake ambayo aliweza kusema juu ya tukio hilo.
Ni maneno muhimu sana ambayo ninafikiri kwamba yataweza kuwasaidia nyinyi kuelewa zaidi juu yake. Sawa. Sawa. Ngoja nipate kwa Kiswahili kwanza. Kwa hiyo aliweza kuandika kuhusu hivi, na alisema hivi: hatimaye nilifikia uamuzi kwamba ama nibaki katika nilifikia uamuzi kwamba ama nibaki katika giza na mchafuko, au vinginevyo lazima nifanye kama Yakobo alivyoelekeza, ambako ni kuomba kwa Mungu. Hatimaye nilifika kwenye azimio la kuomba kwa Mungu, nikihitimisha kwamba kama yeye alitoa hekima kwa wao waliopungukiwa na hekima, na angelitoa kwa ukarimu na wala hakemei, nami nitajaribu. Hivyo, kufuatana na dhamira yangu ya kuomba dua kwa Mungu, nilienda msituni kufanya jaribio. Ilikuwa asubuhi nzuri ya siku angavu mapema katika majira ya kuchipua ya mwaka 1820. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika maisha yangu kufanya jaribio la jinsi hii, kwani licha ya wasiwasi wangu wote, kamwe sikuwahi kufanya jaribio la kuomba kwa sauti. Baada ya kufika mahali ambapo awali nilichagua kwenda, baada ya kuangalia kila upande na kujikuta niko peke yangu, nilipiga magoti na kuanza kutoa matakwa ya moyo wangu kwa Mungu. Nikiwa ninaanza tu kufanya hivyo, mara nikashikwa na nguvu fulani ambazo zilinishinda nguvu kabisa, na ambazo zilikuwa na uwezo wa ajabu juu yangu kiasi cha kufunga ulimi wangu, kiasi cha kushindwa kusema chochote. Giza nene lilijikusanya kunizunguka, na ilionekana kwangu kwa muda kama kwamba nilikuwa niangamizwe kwa angamizo la ghafla. Lakini nilitumia nguvu zangu zote kumlingana Mungu ili anikomboe na nguvu za adui huyu mbaya alikuwa amenishikilia. Unajua, Mungu yani wakati tunapokuwa tunaomba na tunatafuta ukweli, tunataka kujua ukweli na tunataka karibie Mungu, Shetani atajaribu kutuzuia. Ili tusifikie hizo nguvu za Mungu, ila endelea tu kushinda. Kwa hiyo naendelea. Na muda huo ambao nilikuwa tayari kuzama katika kukata tamaa na kujiachilia ili niangamizwe, sio kwa maangamizo ya kufikirika, bali kwa nguvu halisi za kiumbe kutoka ulimwengu usioonekana, ambaye alikuwa na nguvu hizi za kushangaza ambazo kamwe sijapata kuzisikia kabla katika kiumbe chochote. Katika wakati huu wa hofu kubwa, niliona nguzo ya mwanga juu ya kichwa changu, ambao ulikuwa ni mng'aro uliozidi mwangaza wa jua, ambao ulishuka taratibu hadi ukashuka juu yangu. Mara ulipoonekana, nilijiona kuwa nimekombolewa kutoka na adui huyu aliyenifunga. Mwanga ulipotua juu yangu, nikawaona viumbe wawili ambao mng'aro na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu angani. Mmoja wao akaniambia, akiniita mimi kwa jina na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Kwa hiyo hapa ni tukio la ajabu sana ambalo mimi ninaamini ni la kweli. Joseph alipoomba, Shetani anajaribu kumshika, lakini nguvu za Mungu ziliweza kushinda. Inaweza kuwa vivyo hivyo kwako. Wakati unapoomba, wakati unapojisikia vibaya, yani Mungu anaweza kukukomboa, atakusaidia, atakuwezesha kuweza kutoroka. Lakini uzoefu huu wa kipekee ni kwamba Joseph aliweza kuona, kama inavyosema, mwanga ulipotua juu yangu nikawaona viumbe wawili. Na anaendelea, anasema baadaye kwamba
yule wa kwanza aliweza kuonyesha mwingine na aliweza kusema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Tunasikia hiyo wapi katika maandiko matakatifu? Ukisoma Biblia katika Mathayo nafikiri 18, wakati wapo kwenye mlima na wapo pale Petro, Yesu na mitume wawili wengine, na wanamuona Yesu na wanasikia sauti ya Baba ikisema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Kwa hiyo tunaamini kwamba Joseph alitokewa na Mungu na Yesu Kristo kwa kipindi hiki, na wao waliweza kumwelekeza hivi, wakasema kwanza, Joseph, dhambi zako zimesamehewa. Na kwanza kuhusu kanisa, usijiunge na kanisa lolote hilo, kwani na walisema hayo ni maneno kwanza Joseph anaendelea, anasema kusudi langu la kwenda kumwomba Bwana lilikuwa ni kutaka kujua ni lipi kati ya madhehebu yale yote lilikuwa sahihi, ili nipate kujua lipi nijiunge nalo. Nilijibiwa kwamba nisijiunge na lolote kati yao, kwani yote yalikuwa si sahihi. Na kwa hiyo hii ni muhimu sana. Hii ni muhimu sana. Ninavyotaka kufundisha ni kwamba kupitia kwa nabii Joseph Smith, Mungu aliweza kurejesha kanisa la Yesu Kristo pamoja na mamlaka yake, pamoja na uongozi. Yaani leo kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho lina mitume 12 na pia lina nabii ambaye anatuongoza na kutusaidia kuelewa ukweli. Tena tunaamini hizi ni siku za mwisho na tunahitaji kuwa tayari kwa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tujiandae. Tena Mungu ameweza kutufundisha vitu vingi zaidi kutusaidia kuwa tayari. Na kuna video nyingine ambayo nimewahi kueleza kuhusu hiki kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Lakini kitabu hiki ni kitabu kinachomshuhudia Yesu Kristo. Na nitakueleza kama nitakueleza kuna neno nimesahau chanzo chake, nitakueleza hiyo. Joseph alipewa, kuna malaika ambaye aliweza kumwelekeza Joseph kuchukua mabamba ya dhahabu na kuyatafsiri. Kwa hiyo kuna mabamba ya dhahabu ambayo yalikuwa yamezikwa zamani sana ardhini, na kuna malaika ya Bwana ambayo alimtokea Joseph Smith na aliweza kumwambia kwamba kuna rekodi, kuna kitabu ambacho kimeandikwa, na ni rekodi ya watu wa bara hii ya Marekani ya kale. Na watu wale waliweza kumwona Yesu Kristo, na kati yao kulikuwa na manabii ambao walipewa ufunuo kama vile Biblia. Na kitabu hiki kimeandaliwa kwa ajili ya siku za mwisho, ili sisi tuweze kuwa tayari kukabiliana na changamoto tulizo nazo leo. Kitabu cha Mormoni kiliandikwa kuanzia miaka 600 kabla ya kuja kwa Kristo mpaka miaka 400 baada ya kufa kwa Kristo. Na katika miaka hiyo yote kuna manabii ambao waliandika. Kuna manabii ambao walimuona Yesu, kuna manabii ambao waliweza kujifunza mafundisho yake na injili yake. Na hii ni muhimu sana kwa sababu unajua wale watu walikuwa wakiishi Marekani ya zamani. Na katika siku hizo hakukuwa na mawasiliano yoyote kati ya Marekani na upande wa mashariki ya dunia. Kwa hiyo wao hawakuweza kupokea maneno ya manabii wale ambao tumewasikia katika Biblia. Kwa hiyo
Yesu aliweza kuwafundisha kupitia kwa Roho Mtakatifu, na pia yeye mwenyewe aliweza kuwatokea baada ya kufufuka kwake. Tukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 16 tunasoma hivi: na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hiyo hapa Yesu anaongelea nani? Tuone. Tukisoma katika kitabu cha Mormoni, kuna kipindi ambacho Yesu mwenyewe aliweza kutokea watu hawa, na aliweza kuwaonyesha alama za misumari mikononi mwake na kushuhudia, mimi ndiye Yesu Kristo. Alisema hivi: tazama, mimi ni Yesu Kristo ambaye manabii walishuhudia atakuja ndani ya ulimwengu. Na tazama, mimi ni nuru na uzima wa ulimwengu, na nimekunywa kutoka kwa kikombe kichungu ambacho Baba amenipatia. Na nimemtukuza Bwana kwa kujivika dhambi za ulimwengu, ambamo ndani yake nimevumilia mapenzi ya Baba katika vitu vyote kutoka kwa mwanzo. Na ikawa kwamba wakati Yesu alipokuwa amesema maneno haya, umati wote uliinama kwenye ardhi, kwani walikumbuka kwamba ilikuwa imetabiriwa miongoni mwao kwamba Kristo atajidhihirisha kwao baada ya kupaa kwake mbinguni. Na ikawa kwamba Bwana aliwazungumzia akisema, inukeni na mje kwangu, na ili msukume mikono yenu na muitie kwenye ubavu wangu, na pia kwamba mguse alama za misumari katika mikono yangu na katika miguu yangu, ili mjue mimi ni Mungu wa Israeli na Mungu wa ulimwengu wote, na nimeuawa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na ikawa kwamba umati ulienda mbele na kusukuma mikono yao ubavuni mwake, na wakaona alama za misumari katika mikono yake na katika miguu yake. Na hivi walifanya wakienda mbele moja moja mpaka walipoenda wote. Na waliona na macho yao na kupapasa kwa mikono yao, na walijua ukweli na walishuhudia wenyewe kwamba ni yeye ambaye manabii waliandika kwamba atakuja. Kwa hiyo hapa watu wa kitabu cha Mormoni waliweza kumuona Yesu mwenyewe. Na baadaye, kama sura chache baadaye, Yesu anawaambia hivi, anasema, na kweli nawaambia kwamba ni nyinyi ambao nilisema, kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili. Hao nao ninapaswa kuwaleta, na watasikia sauti yangu, na kutakuwa na kundi moja na mchungaji moja. Kwa hiyo ni kitabu cha ajabu sana ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya siku yetu. Kimeandaliwa kwa ajili ya siku yetu kabisa, kuweza kutusaidia sisi tumkaribie Yesu Kristo. Tumkaribie Yesu Kristo. Na mimi ninashuhudia kwa nafsi yangu yote kwamba kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu. Nakisoma kila siku na ninapokea nguvu kutoka kwake kila siku. Sasa unaweza kujiuliza, tuna Biblia, kwa nini tunahitaji kitabu cha Mormoni pia? Kuna sababu chache. Sababu moja ni kwamba kinatusaidia kuwa na uhakika zaidi katika ushuhuda wetu wa Yesu Kristo. Kwa sababu hii ni ushuhuda moja, huu ni ushuhuda mwingine. Tukisoma katika Wakorintho wa pili sura 13 mstari wa 1, tunajifunza kwamba kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa. Kwa hiyo yani tunaiita sheria ya mashahidi. Kwa sababu kama watu wengi sana wameona kitu na wanashuhudia ni kweli, inaweza kuwa kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana. Tena sababu nyingine ya kusoma kitabu cha Mormoni kwa makini sana ni kwamba iliandikwa kwa ajili ya siku yetu. So, kwanza ukiangalia kitabu cha Mormoni, kama nilivyosema, kiliandikwa kwenye mabamba ya dhahabu, na kilipitishwa kizazi moja mpaka mwingine, mpaka nabii Mormoni mwenyewe ambaye aliweza kukusanyisha maandishi yote kuwa kitabu kimoja. Sawa? Na kupitia muda huo wote, manabii wenyewe ndo watu waliokuwa na kitabu. Yani watu wao hawakuwa na kitabu hiki, kwa sababu manabii wenyewe walikuwa wanaandika, wanachora kwenye mabamba ya dhahabu ili maneno yao yahifadhiwe. Kuna nabii moja aliyeitwa Enoshi
ambaye yeye aliweza kumwomba Mungu acha nitafute, nilikuwa naisoma sehemu hii asubuhi ya leo. Enoshi hapa aliweza kuandika vizuri sana. Alisema hii labda inabidi nieleze muktadha zaidi, lakini kwa kifupi hapa, Enoshi alitaka maandishi yake na maandishi ya mababu zake, ambazo ni maandishi haya, alitaka maandishi hayo yahifadhiwe ili vizazi vya baadaye wangeweza kuvisoma na kujua kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi wa ulimwengu. Na kwa hiyo watu katika kitabu cha Mormoni hawakuwa na kitabu chenyewe. Na tukisoma, kuna nabii aliyeitwa Mormoni mwenyewe, alikuwa na maandishi yake hapa mwisho wa kitabu, lakini alisema hivi, na ni muhimu sana. Alisema hivi: tazama, Bwana amenionyesha vitu vikubwa na vya ajabu kuhusu ile ambayo lazima itokee hivi karibuni. Katika siku ile ambayo vitu hivi, Malaki kitabu hiki, vitatokea mbele miongoni mwenu. Tazama, ninawazungumzia kama vile mko hapa, lakini hamko. Lakini tazama, Yesu Kristo amenionyesha ninyi kwangu, na ninajua yale mnayofanya. Huyu nabii Mormoni katika karibia mwaka wa 400 baada ya kufa kwa Kristo alikuwa anatuona sisi, kwa sababu yeye alikuwa nabii kabisa, aliweza kuona vitu vikubwa. Tena alikuwa anatuzungumzia kupitia kwa kitabu hiki, aliweza kutuzungumzia mafundisho ya kweli ambayo aliweza kuyapokea kwa ajili ya kutufundisha. Ninaamini ni ya kweli kabisa. Na kama kuna mtu yeyote kati yenu ambaye anataka kusoma na kujifunza kitabu cha Mormoni, ninakusihi ukutane na wamisionari wetu. Ukienda kwa profile yangu na kupiga link ambayo nimeweka hapo, utaweza kuwasiliana na wamisionari wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, na wao wataweza kukusaidia kujifunza kitabu cha Mormoni, kujifunza zaidi kuhusu nabii Joseph Smith, na kujifunza kuhusu kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kitabu cha Mormoni ni kitabu cha kweli kabisa, na mtu yeyote anayetaka anaweza kujua hivyo. Mwisho kabisa wa kitabu kuna maandishi machache kutoka kwa Moroni. Moroni ambaye ni mtoto wa Mormoni. Kuna Moroni na Mormoni. Moroni aliweza kusema maneno mazuri sana, ngoja niwasomee. Aliweza, kuna maneno mengi sana ambayo yanakuja kichwani kuhusu haya. Kwa kweli naamini Roho Mtakatifu ananiongoza kwenye maneno ambayo ninasema, na nina matumaini kwamba nyinyi pia mmeweza kuhisi uwepo wa Roho akishuhudia kwenu ukweli wa vitu hivi ambavyo kitabu cha Mormoni kinatufundisha. Mstari wa 3. Tazama, Moroni 10 mstari wa 3. Tazama, ningewashauri kwamba mtakaposoma vitu hivi, ikiwa itakuwa hekima katika Mungu kwamba myasome, kwamba mngekumbuka jinsi vile Bwana amekuwa na huruma kwa watoto wa watu, kutokea kuumbwa kwa Adamu hadi chini mpaka wakati ambapo mtapokea vitu hivi na kuitafakari katika mioyo yenu. Kwa hiyo hapo kwanza, unaposoma vitu hivi, inawezekana utakuwa na hisia za kusema, mbona ninasoma kitabu kingine? Kwa nini nisisome Biblia peke yake? Lakini ukumbuke kwamba Mungu amekuwa na rehema na huruma kwa watoto wa watu toka mwanzo. Kwa hiyo kwa nini asituletee maneno mengine ambayo yanatuimarisha, yanatusaidia kuwa na imani katika Yesu Kristo na kujua ukweli wa Injili ili tuweze kupata uzima wa milele? Kwa nini tusiwe na kitabu kingine? Tukisoma katika Nefi wa pili sura ya 29,
Kuna sehemu hapa ambayo inasema, na kwa sababu ya maneno yangu yatapigwa miunzi mbele. Wayunani wengi watasema, Biblia, Biblia, tunayo Biblia na hakuwezi kuwako na Biblia nyingine. Lakini hivyo ndivyo asemavyo Bwana Mungu. Enyi wajinga, watapata Biblia na itatoka kwa Wayahudi, watu wangu wa kale wa maagano. Na shukrani gani wameitoa ya nini kwa Wayahudi kwa ajili ya ile Biblia walioipokea kutoka kwao? Ndio, Wayunani wanamaanisha nini? Je, wanakumbuka machungu na mateso na maumivu ya Wayahudi na bidii yao kwangu mimi katika kuwaletea Wayunani wokovu? Kwa hiyo hapa anaongea jinsi ambavyo Wayahudi kama watu wa nyumba ya Yuda waliweza kabila la Yuda waliweza kutuletea Biblia kwa ajili ya kutusaidia kupata wokovu, kwa ajili ya kutuelekeza na kutufundisha ukweli. Sawa? Na nyinyi Wayunani, je, mmekumbuka Wayahudi, watu wangu wa kale wa maagano? Hapana, lakini mmewalaani na kuwachukia na hamkutaka kuwarudisha. Lakini tazama, nitarudisha vitu hivi vyote juu ya vichwa vyenu wenyewe, kwani mimi Bwana sijasahau watu wangu. Ewe utakayesema, Biblia, tunayo Biblia na hatuhitaji Biblia nyingine. Je, umepokea Biblia isipokuwa kwa Wayahudi? Je, hujui kwamba kuna mataifa mengi zaidi ya moja? Je, hujui kwamba mimi Bwana Mungu wako nimeumba wanadamu wote, na kwamba nawakumbuka wale ambao wako katika visiwa vya bahari, na kwamba ninatawala juu mbinguni na chini duniani, na kwamba nitaleta mbele neno langu kwa watoto watu, ndio hata katika mataifa yote ya ulimwengu. Kwa hivyo unanung'unika kwa sababu utapokea maneno yangu zaidi? Je, hamjui kwamba ushuhuda wa mataifa mawili ni ushuhuda kwenu kwamba mimi ni Mungu, na kwamba nakumbuka taifa moja kama lingine? Kwa hivyo nazungumzia taifa moja maneno sawa na lingine. Na wakati mataifa mawili yatakapoishi pamoja, ushuhuda wa hayo mataifa mawili utaenda pia pamoja. Kwa hiyo mataifa yani maneno ya mataifa mawili, maneno ya mataifa ya Biblia na mataifa ya kitabu cha Mormoni yapo pamoja kuwa na nguvu kutusaidia na kutushawishi kwamba Yesu ndiye Kristo, na kwamba anaendelea kutufunulia na kutusaidia katika siku hizi ili tuweze kupokea wokovu. Sawa? Kwa hiyo nafikiri kitu cha mwisho ambacho nitasoma hapa ni kutoka kwa Nefi. Sikumaliza. Ngoja nirudie kwa Moroni. Hapa Moroni ameongea kuhusu hivyo. Kwa kweli Mungu anataka kutufunulia, anataka kutupa maneno mengi ya kutusaidia katika siku hii ili tumkaribie yeye. Hapa tunasoma, na mtakapopokea vitu hivi, ningewashauri kwamba mngemuuliza Mungu Baba wa milele katika jina la Kristo ikiwa vitu hivi si vya kweli. Na ikiwa mtauliza na moyo wa kweli na kusudi halisi, mkiwa na imani katika Kristo, atawaonyesha ukweli wake kwenu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtajua ukweli wa vitu vyote. Ninashuhudia kwamba ukisoma kitabu cha Mormoni na ukimwomba Mungu, ataweza kuwaonyesha nyinyi ukweli wake kupitia kwa Roho Mtakatifu. Mimi najua kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu na kwamba anaendelea kutufunulia. Kwa hiyo kwa nini hapo kwa hadithi ya Joseph Smith, Joseph aliweza huyu Moroni ambaye alikamilisha maandishi ya kitabu cha Mormoni, na yeye aliweza kuziki maandishi hayo ardhini, na baadaye Moroni mwenyewe kama malaika aliyefufuka aliweza kumtokea Joseph Smith na kumwelekeza kwa mahali ambapo Moroni alikuwa ameficha bamba hizo miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo baada ya hapo aliweza kuchukua bamba hizo, na Joseph Smith kupitia kwa nguvu ya Mungu aliweza kutafsiri kitabu cha Mormoni ili tuweze kuwa nacho kwa lugha nyingi. Alikitafsiri kwanza kwa Kiingereza kwa sababu kilikuwa kimeandikwa katika lugha ya Kimisri. Na baada ya hapo
tuliweza kukipokea na kimesaidia watu wengi sana kujua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, kwamba Mungu ana mpango kwa ajili yetu. Imeweza kutusaidia kujiandaa kwa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kinatufundisha kanuni na mafundisho ambayo yaliandikwa kwa ajili ya kutusaidia sisi katika siku yetu, siku ambayo ni tofauti sana na nyakati zote zingine za kale. Unajua, dunia ya kisasa ni tofauti sana na dunia ya mababu zetu za kale, lakini kitabu cha Mormoni kinatusaidia na hivyo. Na pia ukisoma kitabu cha Mormoni utajua kwamba Joseph Smith alikuwa nabii wa kweli wa Mungu, na kwamba kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ndilo kanisa la Yesu Kristo la kweli, ambalo linaongozwa na manabii na mitume ambao wamepewa mamlaka kutoka kwake kuliongoza na kutusaidia sisi kuelewa mafundisho ya Yesu Kristo. Kwa hiyo najua nimeongea maneno mengi sana, hata sijakuwa nikisoma comments, kwa sababu maneno ambayo nilitaka kushiriki yana umuhimu sana na nilitaka kuzingatia kwa makini ili nieleweke vizuri na niseme yale ambayo yalitakiwa kusemwa. Kwa hiyo kama nilivyoweza kusema, ukipenda kujifunza zaidi, uende kwa bio yangu, ubonyeze link hapo, ujaze fomu, na ukijaza hiyo fomu wamisionari wetu wataweza kukufikia na wataweza kuongea nawe, wataweza kukuletea kitabu cha Mormoni, wataweza kukusaidia kujifunza zaidi kuhusu kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Usikose hii fursa kujifunza kuhusu kanisa hili, kwa sababu najua itakubariki sana na itakuwezesha sana katika maisha yako. Kitu ambacho sijataja ni kwamba familia ni muhimu sana katika kanisa la Yesu Kristo. Yaani, ukitaka kuimarisha imani ya familia yako, njoo kanisani, uabudu nasi, ujifunze kutoka kwa manabii na mitume wetu walio hai, na ujifunze kutoka kitabu cha Mormoni na Biblia pamoja, ili tuweze kufikia kama Waefeso, kama kitabu cha Waefeso inavyosema, tuweze kufikia umoja katika Kristo. Tusitupwe huku na huku kwa kila neno ambalo linasemwa. Tufuate mafundisho ya kweli kulingana na msingi ambao tumepewa, msingi ambao upo ndani ya Yesu Kristo na mitume na manabii wake watakatifu. Kwa hiyo nashuhudia hayo yote. Nashuhudia kwamba Mungu anakupenda, anakujalia. Nafikiri ana makusudi na wewe kuwa hapa leo ukiwa unaangalia hii live. Nafikiri kuna baadhi yenu ambao mpo Afrika, ni saa 8 usiku unaangalia hii video. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anataka ujifunze. Kwa hiyo ndo hivyo, nimeshukuru sana. Ninashiriki haya mawazo yote kwa jina la Yesu Kristo. Amina.